Tutakuwa tukikuletea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu zifuatazo. Tuangazie taarifa nyingine. Mvutano umezuka katika msikiti wa Takwa Njiru baada ya imamu kuwadunga kisu waumini wawili kufuatia mzozo wa uongozi. Kamanda wa polisi John Owoth amesema walikuwa kwenye juhudi za kuwapatanisha kabla ya tukio hilo kuripotiwa. Waathiriwa walikimbizwa katika hospitali ya Mama Lucy, huko mshukiwa mkuu akikamatwa akisubiri kufikishwa mahakamani. Msikiti huo umewahi kuripoti visa vingine vya mashambulizi vilivyotupiliwa mbali mahakamani kwa kukosa ushahidi. Polisi aidha wameamrisha doria katika eneo hilo ili kuhakikisha hali utulivu inarejea miongoni mwa waumini. SUPKEM na Jamia Mosque wamejaribu wakaleta hata upatanishi, imekuwa ngumu. Group moja wanasema kwamba watambui SUPKEM na Jamia, wanatambua tu Chief Kadhi. So tulijaribu kuleta mpaka representative ya Chief Kadhi wakae chini tuwalete pamoja, ikakataa. So tukasema kwa sababu wako na court order, tufuate court order vile court order imesema. Ndio akanidunga na kisu. Hiyo kumexpose yamba yeye si Mkenya, ndio sasa akachukua kwa hatua. Akaniambia, kwa nini unasema pale kwa DC mimi ni raia wa Ethiopia, ufai kuwa kwa mkutano? Na sisi ndio the custodian of the mosque. Walikuja kuniitisha kifunguo, nikamwambia wanipatie court order. So the court order was not addressed to me. Haikuwa inaandikwa jina yangu na nini. Walikuwa watu wanne. Mwingine walinichapa na vitu kwa kichwa kwa kuninyang'anya kifunguo ya msikiti. Kila saa huwa anajaribu kutunyang'anya kifunguo ya msikiti, na huwa anapenda kujificha ndani ya msikiti kwa sababu yeye si raia wa hapa, anataka kujificha na hiyo title ya imam. Hao watu, hii ni mara ya 3 walikuwa wanatuumiza. Hawa sio watu wa Kenya, watu foreigner. Tuliripoti kwa serikali mara mingi, hakuna mtu anatusaidia. Peleka kesi yao na inalipa honga, wanarudi tu hapo. Hii watu wametusumbua sana. Tunataka serikali wachukue hiyo watu hatua. Na kwingineko